Katika jina lake Yesu Kristo, natumai mmekuwa na siku njema na jioni njema pia. Jina langu ni Eric na nimetoka kanisa la Trinity Reformed Baptist Church pale Gaporine, na tumekuwa tukiwaletea neno la Mungu hapa kwa wiki 3 sasa. Wiki iliyopita last week but one tuliwanenea kwa maduka yenu, tulikuja kuzungumza nanyi wale ambao tuliwapata. Alafu wiki iliyopita tulikuwa upande huu na tukahubiri kwa siku 2, Jumatano na Alhamisi. Alafu sasa wiki hii tumekuja upande huu, na Mungu akitujalia tutahubiri siku ya leo na siku ya kesho. Na tumekuja mahali hapa kwa biashara moja peke yake. Ni kazi moja tu ambayo imetuleta mahali hapa, na hiyo ni kuhubiri injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hatujakuja kuokota sadaka, hatujakuja na vitu ambayo tumekuja kuwauzia, hatujakuja hata kuwaita mje kanisa letu. Hapana. Biashara ambayo imetuleta hapa ni biashara ya uzima wa milele. Ni kwa sababu mwanadamu ana moyo ambayo utaishi milele na milele. Ndio maana tumekuja kuleta neno la Mungu mahali hapa, na tumekuja kuwaletea injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tumekuja kuliinua jina lake Yesu Kristo pekee. Kabla sijalisoma neno la Mungu, nitaomba, alafu niwasomee neno la Mungu, kisha nitaeleza kidogo. Na tuombe. Mungu Baba yetu, tunakuja mbele zako mchana wa leo. Tunakushukuru kwa vile ambavyo wewe ni Mungu mwaminifu. Wewe ndiye unayetuhifadhi kwa kulala kwetu na kuamka kwetu, vile tunaondoka na vile tunavyorudi kwa boma zetu. Wewe ndiye umetupa macho ya kuona na masikio ya kusikia. Wewe ndiye umetuwezesha kuweza kuiona siku ya leo, na ni wewe unayetuhifadhi kwa uaminifu wako. Hivyo basi tunanyenyekea miguuni pako, na jioni ya leo tunakuomba ya kwamba utatuwezesha kulisikia neno lako, ya kwamba utatuwezesha kumuona Yesu Kristo aliyeangikwa msalabani, ya kwamba utatuwezesha kuona uovu wa dhambi zetu, na ya kwamba utatuwezesha kuona uzuri wako na neema yako kwa msalaba wake Yesu Kristo. Tunaomba Mungu ya kwamba utafungua macho yetu, hata yale macho ya mioyo yetu, ya kwamba utafungua masikio yetu tuweze kusikia neno lako ambalo ni taa kwa miguu yetu na mwangaza kwa njia yetu. Mungu, tunakuomba ya kwamba utatuwezesha kunyenyekea chini yake Yesu Kristo jioni ya leo na hata milele na milele. Nisaidie nami ninapozungumza hapa, nisizungumze mambo yangu, nizungumze neno lako peke yake, na niweze kuwapatia wakaaji wa Mugene, wanabiashara, wote wanaofanya kazi zao hapa, tumaini la uzima kupitia kwake Yesu Kristo. Acha jina lako liweze kutukuzwa jioni ya leo. Tuongoze kwa yote ambayo tunafanya mahali hapa, na tunakuomba ya kwamba utasaidia wengi waweze kuepukana na moto wa jehanamu kwa kumwamini Yesu Kristo ambaye pekee ndiye mwokozi wa wenye dhambi. Haya yote tunaomba kupitia kwa jina lake Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Jioni ya leo ningependa niwaletee neno la Mungu kutoka kitabu cha Timotheo wa kwanza. Nitasoma kutoka Timotheo wa kwanza, mlango wa kwanza na mstari wa 15. Hivi ndivyo neno la Mungu linavyotuambia. Ni neno la kuaminika, tena linastahili kukubaliwa kabisa
ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Ambaye anaandika kitabu hiki jina lake ni Mtume Paulo, na Mtume Paulo anamwandikia kijana wake anaitwa Timotheo, na anamwambia Timotheo, wewe ninakutuma uende uhubiri neno lake Mungu, na kwa yale yote ambayo utakayohubiri, hivi ndivyo utakavyowaambia utakaowahubiria. Ningependa uweze kuwaambia hivi. Mtume Paulo anamwambia Timotheo, kuambia kwamba ni jambo la kuaminika, jambo linafaa liaminiwe, ni jambo ambalo linafaa likubaliwe kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi. Ningependa uweze kufikiria nami jioni ya leo unapodisikiza kumhusu Yesu Kristo, na ningependa nikuulize, unadhani Yesu Kristo alikuja ulimwenguni kufanya kazi gani? Wengi wanadhani ya kwamba Yesu Kristo alikuja ili waweze kuwa na manyumba makubwa. Wengine wanadhani ya kwamba Yesu Kristo alikuja ulimwenguni ili wasiwahi kuwa wagonjwa. Wengine wanadhani ya kwamba Yesu Kristo alikuja ulimwenguni ili wawe na pesa nyingi zaidi. Wengine wanadhani Yesu Kristo alikuja ulimwenguni ili wasiwahi kuwa na shida yoyote hapo ulimwenguni. Lakini kitu ambacho tunafaa tufanye ni tunafaa tuangalie neno la Mungu. Tunafaa tujiulize, neno la Mungu linatuambia Yesu Kristo alikuja ulimwenguni kufanya nini? Na neno la Mungu hapa linatuambia Yesu alikuja kufanya jambo moja peke yake. Neno la Mungu linasema kwamba Yesu Kristo alikuja ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi. Neno la Mungu hapa linatuambia mambo kadhaa. Linatuambia kwamba hili jambo ambalo tunaambiwa ni jambo ambalo tunafaa tuamini. Hili jambo ambalo tunaambiwa ni jambo ambalo tunafaa tukubali. Hebu fikiria nami kidogo kuhusu haya maneno. Haya ni maneno ambayo unafaa upuuze kweli? Mtu akikuja akwambie, nataka nikwambie kitu, usikize na usikize kwa makini, uamini na ukubali. Au si maneno ambayo unafaa upuuze? Acha nikupatie mfano. Ukienda hospitalini, daktari akwambie, hii jambo ambayo anakuambia saa hii, nataka usikize kwa makini, ukubali na uamini. Utaanza kucheka hapo na daktari? Utaanza kufikiria kwamba daktari ako na mchezo? Hapana. Utasikiza kwa makini kile kitu ambacho daktari anataka kukwambia. Akikwambia ni jambo la muhimu, ni jambo unafaa uamini, ni jambo unafaa ukubali, utasikiza kwa makini. Na hivyo ndivyo neno la Mungu limeandikwa hapa. Neno la Mungu linasema hili ni jambo ambalo linafaa liaminiwe kabisa. Ili ni jambo ambalo linafaa likubaliwe kabisa na kila yeyote atakayesikia. Na ni jambo gani hili la kuamini? Ni jambo gani hili la kukubali? Neno la Mungu hapa linatuambia kwamba ni ya kwamba kwanza Kristo Yesu alikuja hapa ulimwenguni. Kuna wengi ambao wanaishi nyakati ambazo tunaishi na wanakataa ya kwamba Yesu Kristo hakuja ulimwenguni. Neno la Mungu linatuambia kwa hakika ya kwamba Yesu Kristo alikuja ulimwenguni. Vile ambavyo wewe uko na uhakika ya kwamba ulizaliwa na uko na uhakika ya kwamba unaishi kwa hii dunia, neno la Mungu linatuambia unafaa pia uwe na uhakika ya kwamba Yesu Kristo alikuja hapa ulimwenguni. Alafu neno la Mungu linatuambia kwamba sio kwamba alikuja tu. Hapana, Yesu Kristo alizaliwa kama sisi. Yesu Kristo alitembea kama sisi. Yesu Kristo alikuwa na njaa kama sisi. Yesu Kristo alimwaga machozi kama sisi. Yesu Kristo alikuwa na wazazi kama sisi. Alikuwa na ndugu zake kama sisi. Yaani Yesu Kristo alikuja hapa ulimwenguni. Fikiria nami kidogo, Yesu Kristo ni nani? Neno la Mungu linatuambia kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Lakini neno la Mungu aliachii hapo. Alituambia tu Yesu Kristo ni mwana wa Mungu? Hapana. Neno la Mungu linatuambia Yesu Kristo ni Mungu mwenyewe. Na hii
nyinyi ambao mnanisikiza, jambo hili ndilo linalotenganisha Wakristo na dini zingine zote hapa duniani. Wakristo wanaamini ya kwamba Yesu Kristo alikuwa mwana wa Mungu, na haishii hapo, ni ya kwamba Yesu Kristo alikuwa Mungu mwenyewe. Yaani Wakristo wanaamini kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana na kuna Mungu Roho Mtakatifu. Na huyu Mungu Mwana ambaye anaitwa Yesu Kristo, ndio neno la Mungu linatuambia alikuja hapa ulimwenguni. Fikiria nami kidogo kuhusu huyu Mungu Mwana. Yaani huyu ambaye ni Mungu alikuja hapa ulimwenguni, akakuja kuishi nasi. Nina uhakika ya kwamba wengi wetu hapa siku ya leo hamjawahi kumuona mtoto wa Ruto. Hajawahi kuja kuishi na nyinyi hapa Mugene. Nina uhakika ya kwamba mkiambiwa mseme watoto wa Ruto ni wangapi, hamwezi jua, sababu wako mbali zaidi. Wale ni watoto wa mfalme, hawaonekani hivi hivi tu, hawapatikani kwa urahisi. Si mahali ambapo unaweza enda useme nimeenda kwa mtoto wa Ruto, sababu wale ni watoto wa mfalme. Lakini fikiria nami vile ambavyo neno la Mungu linatuambia hapa ya kwamba Yesu Kristo alikuja hapa ulimwenguni, alikuja kuishi nasi hapa duniani. Na Yesu Kristo, yeye ambaye ni Mungu, yeye ambaye ni muumba wa mbingu na nchi, yeye ambaye ana nguvu zote, ana uweza wote, yeye ambaye ana utajiri wote pale mbinguni, neno la Mungu linatuambia aliuacha utukufu wake wote, akaja hapa ulimwenguni. Na hivyo ndivyo Mtume Paulo anamwambia Timotheo. Ni neno la kuaminiwa, neno ambalo linafaa likubaliwe, ya kwamba Yesu Kristo alikuja hapa ulimwenguni. Na Yesu Kristo ana utukufu wote. Nini inamfanya auache utukufu wake akuje hapa ulimwenguni? Achapwe na vumbi kama sisi, alie kama sisi, achapwe na jua kama sisi, akuwe na njaa kama sisi. Nini inayomfanya auache utukufu wake pale mbinguni akuje hapa ulimwenguni? Na wewe unayenisikiza, ningependa nikueleze, ni kwa ajili ya wenye dhambi. Neno la Mungu linasema Yesu Kristo alikuja hapa ulimwenguni, na mtume hatii pale. Mtume anasema ya kwamba Yesu Kristo alikuja hapa ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi, sababu ambayo Yesu anaacha utukufu wake, sababu ambayo Yesu anaacha utajiri wote, sababu ambayo Yesu anaacha mazuri yote ya pale mbinguni pamoja na Baba yake, ni ili aje kuwaokoa wenye dhambi. Yesu Kristo, neno la Mungu linatuambia, alikuja kufanya jambo moja, kuwaokoa wenye dhambi. Sasa nataka niwache kuongea kuhusu Yesu Kristo kidogo, niongee kuhusu wewe na mimi, sisi ambao tunazungumziwa hapa kwa mstari huu. Neno la Mungu aliongei kuhusu Yesu Kristo pekee hapa. Neno la Mungu linaenda zaidi na linaongea kuhusu wenye dhambi. Linatuambia hivi ndivyo tunafaa tuamini na tukubali ya kwamba Yesu Kristo alikuja hapa ulimwenguni. Tunafaa tuamini na tukubali hilo jambo. Yesu Kristo alitembea kwa dunia hii. Lakini pia tunafaa tuamini jambo lingine, ya kwamba alikuja kuwaokoa wenye dhambi. Na wenye dhambi ni nani? Wenye dhambi ni nani? Neno la Mungu linatuambia kwamba wenye dhambi ni sisi, mimi na wewe. Sisi ndio wenye dhambi. Sisi ndio ambao tumeivunja amri ya Mungu. Sisi ndio ambao tunatembea kwa dhambi. Sisi ndio ambao tumepatiwa sheria na Mungu na tumeshindwa kuifuata. Ukisikia kuhusu wenye dhambi, wewe unafaa ufikirie kujihusu wewe mwenyewe. Neno la Mungu linatuambia hapa ya kwamba Yesu Kristo alikuja ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi, na wewe uko hapo ndani. Mimi niko hapo ndani. Sisi sote tuko hapo ndani. Neno la Mungu linasema ya kwamba wote wametenda dhambi na wanapungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanapungukiwa na utukufu wa Mungu kila mara.
Jana, leo na kesho sisi tunapungukiwa na utukufu wa Mungu. Na hiyo inamaanisha kwamba tunaivunja sheria ya Mungu. Tunaivunja sheria ya Mungu kwa mawazo yetu, tunaivunja sheria ya Mungu kwa maneno yetu, tunaivunja sheria ya Mungu kwa matendo zetu. Neno la Mungu linatuambia hapa ya kwamba Yesu Kristo alikuja ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi, kutuokoa sisi ambao tumekufa ndani ya dhambi. Wenye dhambi ni mimi na wewe. Mwenye dhambi ni mlevi, mwenye dhambi ni mwizi, mwenye dhambi ni muongo, mwenye dhambi ni yule atii wazazi, mwenye dhambi ni yule aendi kanisani, mwenye dhambi ni yule anaabudu miungu mingine. Wenye dhambi ni wale ambao wanaivunja sheria ya Mungu. Wenye dhambi ni washerati, wenye dhambi ni wenye chuki, wenye dhambi ni wale ambao wana kiburi, wenye dhambi ni wenye masengenyo, wenye dhambi ni sisi, mimi na wewe, ambao tunazivunja sheria za Mungu kwa kuyafanya hayo mambo ambayo Mungu ametukataza. Mungu anatuambia tuende kulia, tunaenda kushoto. Mungu anatuambia tuende kushoto, tunaenda kulia. Mungu anatuambia tufanye jambo fulani, hatufanyi. Mungu anatuambia tusifanye jambo fulani, tunafanya. Wenye dhambi, nyinyi ambao mnanisikiza siku ya leo, ni sisi. Ni mimi na wewe. Sisi ndio tumekiuka amri ya Mungu. Sisi ndio tunaenda kinyume na sheria yake Mungu. Sisi ndio wenye dhambi. Wewe ndio mwenye dhambi. Mimi ndio mwenye dhambi. Na neno la Mungu hapa linatuambia kwamba Yesu Kristo alikuja ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi. In other words, Yesu Kristo alikuja ulimwenguni kukuokoa wewe na kuniokoa mimi, kuokoa wenye dhambi, sisi ambao tumepotea njia. Neno la Mungu linasema ya kwamba sisi ni kama kondoo ambao wanaenda kwa njia zao, hawana mbele wala nyuma. Sisi tunafuata njia zetu sisi wenyewe, tunajifuata sisi wenyewe, tunafuata miili yetu, tunafuata akili zetu, tunajifuata sisi wenyewe. Hatumfuati Mungu, hatumtafuti Mungu. Neno la Mungu katika kitabu cha Yohana mlango wa 3 mstari wa 16 linatuambia kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Sio ulimwengu ambao unampenda Mungu, sio wanadamu ambao wanamtafuta Mungu, sio wewe ambaye unakimbia kuuliza Mungu ako wapi nimpate. Hapana, Mungu ndiye aliyependa ulimwengu. Na hapa kwa mstari ambao tunaosoma tunaambiwa kwamba ni Yesu Kristo ndiye aliyekuja ulimwenguni. Na alikuja kufanya nini? Alikuja kuwaokoa wenye dhambi. Acha nikuhakikishie jioni ya leo ya kwamba Yesu Kristo hakuja ili upate pesa nyingi. Yesu Kristo hakuja ulimwenguni ili usiwahi kuwa na shida. Yesu Kristo hakuja ulimwenguni ili usiwahi kuwa mgonjwa. Yesu Kristo hakuja ulimwenguni ili uendeshe gari kubwa. Yesu Kristo hakuja ulimwenguni ili uwe na nyumba kubwa. Hapana. Neno la Mungu linatuambia hapa ya kwamba Yesu Kristo alikuja ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi. Sasa nataka niwaulize swali lingine. Kwa nini wenye dhambi wanahitaji kuokolewa? Mstari huu unatuambia kwamba wenye dhambi hawawezi jiokoa, wanahitaji kuokolewa. Yesu Kristo alikuja kuwaokoa wenye dhambi. Mbona waokolewe? Na neno la Mungu linatuambia kwamba wenye dhambi wanahitaji kuokolewa sababu Mungu ni mtakatifu. Neno la Mungu linatuambia kwa uhakika ya kwamba Mungu sio kama sisi. Mungu sio kama wenye dhambi. Mungu ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Na hapa ningependa nizungumze kwa uhakika kabisa. Ningependa nikueleze ya kwamba mawazo yake Mungu sio kama yetu. Njia zake Mungu sio kama zetu. Mungu sio kama mwanadamu. Neno la Mungu linatuambia Mungu sio kama mwanadamu adanganye. Mungu sio kama mwanadamu ambaye anaahidi alafu atimizi ahadi zake. Neno la Mungu linatuambia kwamba Mungu ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Hiyo inamaanisha kwamba Mungu hana dhambi. Mungu hana uchafu. Mungu hayuko kwa giza. Mungu hajafungwa na minyororo ya dhambi. Wenye dhambi upande mwingine wako na dhambi. Wamefungwa ndani ya dhambi zao. Hawawezi kuziwacha. Wanazipenda dhambi zao. Wanapenda uovu wao. Lakini Mungu ni mtakatifu.
Mungu wa Wakristo anasema ya kwamba hata mbingu sio safi mbele zake. Mungu akiangalia malaika na angalia mbinguni, haoni wakiwa wasafi vile ambavyo yeye ni msafi. Neno la Mungu linatuambia kwamba Mungu ni mwangaza na ndani yake hakuna giza. Yeye ni mtakatifu wa watakatifu. Wote ambao wanasimama mbele zake hata saa hii wanainama wakifunga macho yao, sababu hawawezi kumwangalia huyu ambaye ni mtakatifu. Jambo la kushangaza ni ya kwamba sisi wanadamu tunaogopa wanadamu wengine kuliko ambavyo tunavyomwogopa Mungu. Sisi wanadamu tunaogopa polisi kuliko vile ambavyo tunavyoogopa Mungu. Na polisi sio mtakatifu, mwanadamu mwenzako sio mtakatifu. Mungu pekee ndiye mtakatifu wa watakatifu. Yeye ndiye hafanani na wanadamu. Yeye ndiye anayefaa kuogopwa. Yeye ndiye moto ambao neno la Mungu linasema our God is a consuming fire. Yeye ni moto ambao unateketeza yote, sababu yeye ni mtakatifu. Wewe ukifikiria kuhusu dhambi zako, mara nyingi unafikiria kuhusu mwenzako. Unafikiria kuhusu jirani yako, unafikiria kuhusu ambaye mnafanya kazi naye, na unafikiria dhambi zangu si mbaya sana, kwa sababu unajilinganisha na mwenzako, sababu unajilinganisha na mwanadamu kama wewe. Lakini jioni ya leo ningependa ujilinganishe na Mungu ambaye ni mtakatifu. Na ukijilinganisha na Mungu mtakatifu, utaona kwa kweli ni jambo la neema, ni jambo zuri kabisa ya kwamba Yesu Kristo alikuja ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi. Kwa sababu kama Yesu Kristo hangekuja ulimwenguni, sisi wote tungeangamia kwa dhambi zetu. Sisi wote tungetupwa pale motoni. Lakini neno la Mungu linatuambia kwamba Mungu ni mtakatifu wa watakatifu, na hivyo basi mwenye dhambi anahitaji kuokolewa. Kwa nini? Mwenye dhambi anahitaji kuokolewa kutokana na ghadhabu yake Mungu mtakatifu. Mungu mtakatifu hapendi dhambi. Mungu kuwa mtakatifu inamaanisha yeye ni msafi na yeye ametenganishwa na sisi. Hii inamaanisha kwamba hazipendi dhambi zetu. Hii inamaanisha kwamba anachukia uovu ambao tunaufanya. Hii inamaanisha kwamba yeye anachukizwa na uovu wa mwenye dhambi. Ona vile ambavyo Mungu ni tofauti na mwanadamu. Mwanadamu anapenda dhambi zake, Mungu anachukia dhambi. Mwanadamu anafurahia ndani ya uovu wake, Mungu haangalii hata uovu wa mwanadamu, sababu ya vile ambavyo uovu huo unamchukiza. Na ndio maana basi jambo ambalo mtume Paulo anasema hapa ni jambo la muhimu kabisa. Anasema hili jambo wewe unafaa uliamini, wewe unafaa ulikubali. Kila mtu atakayesikia hili jambo anafaa amini na akubali kabisa ya kwamba Yesu Kristo alikuja hapo ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi, kukuokoa wewe ambaye uko ndani ya dhambi zako. Yesu pekee ndiye anaweza kukuokoa. Yesu pekee ndiye anaweza kukuondolea hasira ya Mungu ambayo inawangojea wote wanaozipenda dhambi zao. Ningependa nirudi tena nimalizie kwa kukueleza kuhusu Yesu Kristo zaidi. Yesu Kristo anawaokoa wenye dhambi kwa njia gani? Neno la Mungu linatuambia kwamba Yesu Kristo anawaokoa wenye dhambi kwa njia mbili. Yesu Kristo anaishi maisha ya utakatifu ambayo mwenye dhambi ameshindwa kuishi. Mimi na wewe unayenisikiza jioni ya leo tumeshindwa kuifuata sheria ya Mungu. Tumeshindwa kufuata amri ya Mungu. Tunavunja sheria ya Mungu kila mara. Lakini Yesu Kristo, neno la Mungu linatuambia alifuata sheria ya Mungu vile inavyofaa. Alitii sheria ya Mungu kutoka mwanzo hadi mwisho. Neno la Mungu linatuambia kwamba Yesu Kristo alijaribiwa vile vyote ambavyo sisi tunajaribiwa, lakini hakufanya dhambi hata moja. Neno la Mungu linatuambia kwamba walimtusi, wakamdharau, hata wakamuua, na Yesu Kristo hakufanya lolote. Yaani Yesu Kristo hakufanya dhambi. Yeye ameishi maisha ya utakatifu ambayo wenye dhambi wameshindwa kuishi, ambayo wewe umeshindwa kuishi. Alafu neno la Mungu linatuambia kwamba si kwamba Yesu Kristo ameishi maisha ya utakatifu peke yake. Kuna jambo la pili ambalo amelifanya. Yesu Kristo alienda msalabani, akafa kifo cha wenye dhambi.
akasulubiwa kwa niaba ya wenye dhambi. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, Yesu alipokea mauti kwa niaba ya wenye dhambi. Yesu alichukua ghadhabu na hasira ya Mungu kwa niaba ya wenye dhambi. Na hivyo ndivyo inavyomaanisha basi ya kwamba Yesu Kristo alikuja ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi. Wenye dhambi wameshindwa kujiokoa, wameshindwa kufuata amri yake Mungu. Wenye dhambi wameshindwa kujiokoa, wanaambiwa na Mungu ya kwamba mshahara wa dhambi zao ni mauti. Yesu Kristo anakuja, anafuata sheria ya Mungu vile inavyofaa kufuatwa. Alafu Yesu Kristo anakuja, anaenda msalabani, anakufa kifo cha wenye dhambi, ili mwenye dhambi kama mimi na wewe, sasa tukimwamini Yesu Kristo, sasa tukimtegemea Yesu Kristo, sasa tukimchukua Yesu Kristo, sasa tukimwangalia Yesu Kristo, dhambi zetu zinaweza kusamehewa. Acha nikueleze kwa uhakika, kama unategemea kitu kingine chochote, kama unategemea kanisa yenye unaenda, ati wewe unaenda Methodist, ama wewe unaenda Baptist, ama wewe unaenda Deliverance, ama wewe unaenda Full Gospel, kama unategemea kanisa yako, hautasamehewa dhambi zako. Kama wewe unategemea matendo yako, unasema vile ambavyo wewe ni mzuri, wewe unasaidia watu, wewe unaishi vizuri na majirani, wewe usumbuani na mtu, hautusi watu, unafanya kazi kwa mikono yako, hauibi, haufanyi usherati, kama unategemea matendo yako wewe mwenyewe, hautasamehewa dhambi zako, kwa sababu wewe sio mtakatifu. Wale ambao wanasamehewa dhambi zao, wale ambao wanakaribishwa kwa maisha ya milele na milele, ni wale pekee ambao wanamtegemea Yesu Kristo. Na ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya vile ambavyo mtume anavyotuambia hapa. Mtume Paulo anatuambia kwamba ni jambo la kuaminiwa, jambo ambalo linafaa likubaliwe kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi. Yule anayeokoa wenye dhambi ni Yesu Kristo peke yake, sio kanisa, sio matendo yako, sio wazazi. Wengine wanatuambia mimi nilizaliwa kwa familia ya Kristo, hivyo basi mimi niko sawa. Alafu tunawaambia kwamba sio hiyo ambayo inamuokoa mwenye dhambi. Wengine wanasema mimi ni wa dini fulani, nawaambia kwamba sio hiyo ambayo inaokoa mwenye dhambi. Wengine wanasema mimi nang'ang'ana kuishi maisha mazuri, nawaambia sio hiyo inayomuokoa mwenye dhambi. Yesu Kristo, neno la Mungu hapa linatuambia alikuja ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi. Ndugu zangu na dada zangu ambao mnanisikiza jioni ya leo, jambo ambalo limetuleta hapa ni upendo, sio chuki, sio kiburi, hata ni upendo. Na jioni ya leo ningependa nikusihi wewe unayenisikiza kwa makini, sio yule anayekataa kusikia, hapana. Na kuongelesha wewe ambaye unanisikiza kwa makini. Utakapoenda kulala kwa kitanda chako leo usiku, fikiria kuhusu ujumbe huu. Fikiria kuhusu Yesu Kristo. Fikiria kwamba Yesu Kristo alikuja ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi. Alafu kumbuke ya kwamba wenye dhambi, wewe uko hapo ndani ya wenye dhambi. Alafu ningependa ujiulize, Yesu Kristo ameniokoa mimi? Ningependa ufikirie, wewe uko na uzima wa milele kweli? Yesu amekuokoa kwa kweli? Ama unategemea nini? Ama unategemea nani atakayekutetea siku ya mwisho? Jioni ya leo, nyinyi mnanisikiza, tumekuja kuwaeleza ya kwamba kuna mtetezi ambaye anatosha. Na huyu mtetezi jina lake ni Yesu Kristo. Jina lake sio pastor. Jina lake sio mchungaji, sijui mchungaji nani. Jina lake ni Yesu Kristo. Yeye ndiye mfalme wa wafalme. Yeye ndiye Bwana wa mabwana. Neno la Mungu linasema ya kwamba huyu ndiye Bwana wa majeshi, ambaye ameshinda vita. Na ameshinda vita juu ya nini? Ameshinda vita juu ya dhambi, ameshinda vita juu ya kifo. Fikiria nami kuhusu dhambi zako. Dhambi zako zinaleta mauti. Mshahara wa dhambi ambazo umezifanya ni mauti. Na Yesu Kristo amekuja na ameshinda hiyo dhambi na ameshinda hiyo mauti, kwa sababu yeye ndiye Bwana wa majeshi. Neno la Mungu linatuambia yeye ndiye aliyekuja hapo ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi.
Na huyu Yesu Kristo ndio tumewaletea jioni ya leo. Tumekuja kuambia kwamba mkimwamini Yesu Kristo, dhambi zenu zote zitasamehewa, uovu wako wote utaondolewa, utapatiwa uzima wa milele. Hivyo ndivyo Yohana mlango wa 3 mstari wa 16 unasema ya kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo, ili wote watakaomwamini wasipotee bali wawe na uzima wa milele. Yesu Kristo pekee, ndugu yangu, Yesu Kristo pekee, dada yangu, ndiye anayeweza kukupa uzima wa milele. Ukimwamini leo, ukimwamini saa hii, Yesu Kristo anakupatia uzima wa milele. Na hivyo ndivyo tumekuja kueleza jioni ya leo, ya kwamba tumaini la uzima halipatikani kwa kanisa. Tumaini la uzima halipatikani kwako wewe mwenyewe. Tumaini la uzima halipatikani kwa mchungaji. Tumaini la uzima linapatikana kwa Yesu. Yule ambaye anapeana uzima wa milele na milele anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Yeye ndiye aliyekuja hapo ulimwenguni, na alikuja ili aweze kuwaokoa wenye dhambi. Yesu Kristo alipokuwa anatembea hapa duniani, alinena na Wafarisayo na akawaambia kwamba yeye hakuja kwa wale ambao hawadhani wao ni wenye dhambi. Yeye hakuja kwa wale ambao wanadhani wao ni watakatifu. Hapana. Neno la Mungu hapa linatuambia kwamba Yesu Kristo alikuja kuokoa wenye dhambi. Neno la Mungu linatuambia kwamba daktari haendi kwa yule ambaye anadhani yako na afya. Hapana. Daktari ni wa yule mtu ambaye ni mgonjwa. Wewe unaenda kwa daktari ukiwa unajua wewe ni mgonjwa, na ukiwa unajua ya kwamba uko hatarini, ukiwa unajua ugonjwa wako utakumaliza, unakimbia hospitalini ili uweze kuokolewa, ili maisha yako yaweze kuhifadhiwa, ili ugonjwa wako uweze kupona. Haukai pale nyumbani na kujiambia mimi nitapona tu. Haujiambii wacha nimwagilie kidonda yangu chumvi alafu itapona. Hapana. Kama wewe ni mgonjwa unajiambia wacha niende hospitalini, pale ndio nitapata matibabu. Ukikohoa hivi siku 2-3 unasikia kifua yangu inahitaji daktari, unaenda kwa daktari unanunua dawa. Na hivyo ndivyo Yesu Kristo anavyotuambia alivyo. Yeye ndiye tabibu wa karibu. Yeye ndiye daktari wa moyo. Na wewe usijiambia kwamba utajitibu. Hapana. Usijiambia hata kanisa fulani ndio itakayonitibu. Hapana. Tabibu ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye daktari wa madaktari. Yeye ndiye anayeweza kukupa uzima wa milele. Neno la Mungu linatuambia yeye ndiye aliyekuja ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi. Na wewe siku ya leo ninakuita, muamini Yesu Kristo. Mtegemee Yesu Kristo. Mkumbatie Yesu Kristo. Mkubali Yesu Kristo. Kwa sababu ukikataa ujumbe huu, ukikataa kumwamini Mwokozi, ukikataa kukubali ya kwamba yeye alikuja kukuokoa wewe mwenye dhambi, huna budi wala kuangamia, hauna budi wala kupotea, kwa sababu ni wale pekee ambao wanamwamini ndio watakaopokea uzima wa milele. Na sisi tungependa wote hapa Mugene wamwamini Yesu Kristo ili wapokee uzima wa milele. Ningependa nimalize kwa kusema ya kwamba wenye dhambi wanaangamia ndani ya dhambi zao kwa sababu wanazipenda. Wewe hautaokolewa na Yesu Kristo ukiendelea kuzipenda dhambi zako. Yesu Kristo alikuja kuwaokoa wenye dhambi kutokana na hizo dhambi zao, sio kuokoa wenye dhambi waendelee ndani ya dhambi zao. Na wewe ukiendelea kuzipenda dhambi zako, ukiendelea kupenda uovu wako, ukiendelea kupenda ulevi na usherati na wizi na chuki na kiburi na masengenyo, ukiendelea kumchukia Mungu kwa matendo yako ambayo hayamfurahishi, hauna budi wala kuangamia. Lakini sisi tumewaletea habari njema siku ya leo, habari ya wokovu, habari ya msamaha, habari ya kupokewa mbele zake Mungu kupitia kwa Yesu Kristo ambaye alikuja ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi. Usijidanganye ya kwamba wokovu unapatikana mahali pengine. Hapana. Wokovu unapatikana kwake Yesu Kristo peke yake. Usidanganyike ya kwamba mchungaji akikuwekelea mkono utakuwa sawa. Usidanganyike ya kwamba ukienda kanisa fulani utakuwa sawa. Mtu asikudanganye
Yesu Kristo ndiye aliyekuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi. Na wewe kama una Yesu Kristo, haijalishi wewe ni nani. Haijalishi kama wewe ni tajiri wa matajiri, haijalishi kama wewe ni mheshimiwa, haijalishi kama wewe ni maskini, haijalishi. Kama hauna Yesu Kristo, uko hatarini. Lakini Yesu Kristo habagui. Yesu Kristo anawaokoa wote. Hivyo ndivyo neno la Mungu linatuambia, wenye dhambi. Alikuja ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi, na wote ni wenye dhambi. Hivyo basi Yesu Kristo habagui. Yesu Kristo habagui. Iwe ni tajiri ama ni maskini, iwe ni mrefu ama ni mfupi, iwe ni mama ama ni baba, iwe ni mzee ama ni kijana, iwe ni mtoto ama mtu wa umri wa miaka nyingi. Yesu Kristo anawaokoa wote wanaomwamini, wote wanaotupilia mbali tumaini kwa jambo lingine lolote, wote ambao wanamtegemea, wote ambao wanamkimbilia. Yesu Kristo anawaokoa. Neno la Mungu linatuambia kwamba yeye ndiye aliyekuja hapa ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi. Ningependa nimalize kwa kuwakumbusha kuhusu wimbo ambao tunaimba pale kanisani. Na wimbo ambao tunapenda pale kanisani unaitwa Cha Kutumaini Sina. Na mwimbaji anaimba na kusema, cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Sijui kama ushawahi kufikiria kuhusu huo wimbo. Tunapoenda pale kanisani tunaimba huo wimbo, tunainua mkono juu. Lakini huo wimbo ni wimbo wa maana kabisa. Yule ambaye ni Mkristo kwa kweli anaimba huo wimbo na moyo wake wote. Kwa sababu gani? Kwa sababu huo wimbo unasema hivi: sina kitu kingine ya kutumaini, cha kutumaini sina. Na kwa sababu sina kitu kingine ya kutumaini, natumainia damu yake Yesu. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu. Alafu wimbo unaendelea kusema ya kwamba sina wema wa kutosha. Hakuna wema ambao niko nao unatosha, naweza kujimwagilia uoshe dhambi zangu zote. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Alafu mwimbaji anasema, basi nitaenda wapi? Wapi ndio nitapata msaada? Wapi ndio nitapata faraja? Anasema, ni kwake Yesu ndio nitasimama, kwa sababu yeye ndiye mwamba ni salama. Kama wewe una Yesu Kristo, uko hatarini. Kama una Yesu Kristo, uko mbaya. Na mimi nimekuja kukuita kutoka kwa hiyo hatari. Nimekuja kukuita kutoka kwa mauti ya milele na milele, kwa kukuambia kumhusu Yesu Kristo, Mwokozi pekee wa wenye dhambi, ambaye alikuja ulimwenguni ili awaokoe wenye dhambi. Wa kwanza wao ni mimi na wewe. Wa kwanza wao ni wewe na mimi. Usijaribu kufanya dhambi zako zikae ni kidogo. Hapana, wewe ni mwenye dhambi wa wenye dhambi, na wewe ndiye Yesu alikuja kuokoa. Na Yesu hauzwi. Sisi hatuna haja na sadaka. Hautatuona kwa mlango wako tukikuitisha pesa. Sisi tuna haja na moyo wako, sababu moyo wako utaishi milele na milele. Na ukimwamini Yesu Kristo, ndugu yangu, ukimwamini Yesu Kristo, dada yangu, ewe mama, ewe baba, ewe kijana, ukimwamini Yesu Kristo, Mungu atakuokoa. Mungu atakusamehe dhambi zako zote. Mungu atakupatia uzima wa milele na milele. Njoo kwake Yesu Kristo. Sisi hatuambii watu wakuje hapa warudie maombi fulani nyuma yetu. Hapana. Mahali ambapo ulipo, wewe unazijua dhambi zako, mwambie Mungu akusamehee. Iliitie jina lake Yesu Kristo, nawe utasamehewa. Sababu wote wanaoliitia jina lake Yesu Kristo, neno la Mungu linasema wanaokolewa. Acheni tuombe. Mungu Baba, tunakushukuru jioni ya leo. Asante kwa nafasi ambayo umetupatia kuweza kuja mahali hapa kulinena neno lako. Asante kwa hao watu wa Mugeni ambao wamekuwa wakarimu, wametukaribisha wiki 3 sasa, na wamekubali kulisikiza neno lako. Ninawaombea kwamba utawasaidia zaidi ya kusikiza, wamwamini Yesu Kristo. Baada ya kusikia ujumbe huu,
wa neema na rehema zako, uzuri wako kupitia kwake Yesu Kristo, wamwamini huyo ambaye alikuja ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi. Namwombea huyo mama ambaye amenisikiza, huyo mzee ambaye amenisikiza, na huyo kijana na mtoto ambao wamesikiza. Naombea kwamba utawawezesha kuona uovu wa dhambi zao ambazo zilifanya Yesu Kristo kuja hapa ulimwenguni kuacha utukufu wake wote pale mbinguni, ili akuje kuokoa wenye dhambi kama wao, wenye dhambi kama mimi. Mungu, tunaomba ya kwamba kwa neema zako utawaokoa wote mahali hapa, ama uwaokoe wengi watakaozitubu dhambi zao, watakaomwamini Yesu Kristo, watakaopiga magoti yao chini yako. Mungu, naombea wote wanaofanya biashara hapa, ya kwamba utabariki kazi ya mikono yao. Wote ambao ni wakulima, ya kwamba utawawezesha kuvuna. Ya kwamba wote ambao ni wazazi, utabariki familia zao. Wote ambao ni wazee wako na boma, utawawezesha na kubariki boma zao. Kina mama ambao wanalinda watoto wao, ya kwamba utabariki kwa njia zao zote. Nawaombea Mungu, ya kwamba utawawezesha kwa neema yako kuona uzuri wako, kwa vile ambavyo unawawezesha kuamka kila siku. Na hivi watakapoona uzuri wako, wasaidie waweze kuona uzuri wako zaidi kwa kumtuma mwanao Yesu Kristo aliyekuja hapa ulimwenguni ili awaokoe wenye dhambi. Hili ni jambo la dhamana, hili ni jambo ambalo tunafaa tuliamini, hili ni jambo ambalo tunafaa tulikubali. Na Mungu, wale ambao wanaendelea kukataa, ninawaombea kwamba utanyoosha mioyo yao. Naombea kwamba utafanya mioyo yao kuwa rahisi, waweze kuona ya kwamba dunia hii ni ya kupita, maisha haya inapita kwa haraka, ili waweze kumwamini Yesu Kristo. Bariki huduma ambayo tumefanya mahali hapa kwa hizi wiki 3. Bariki huduma hii kwa kuwawezesha wengi kumkimbilia Yesu Kristo. Na katika jina lake Yesu Kristo, mwana wa Mungu, mkombozi wa wenye dhambi, tumeomba haya yote na kuamini. Amen.